Taarifa hiyo ni kuhusiana na kizaazaa ambacho kilishuhudiwa wakati wa kikao cha kamati ya afya pale bungeni kati ya mbunge wa Kitutu Chache Anton Kibagendi na waziri Aden Duale. Mzozo ulioanza baada ya mbunge huyo kumtuhumu waziri Duale kuwadharau wanakamati kupitia matamshi na mienendo yake katika masuala ya afya. Ni taarifa ambayo tunaiandaa na baadaye tutakuletea kwa mengi zaidi. Na kwingineko ni kwamba kulizuka kioja katika eneo la Stombili, Njoro County ya Nakuru, vijana walipoamua kuipokonya familia mwili wa jamaa aliyeuawa kwenye wizi wa ng'ombe eneo hilo juma lililopita na kulibeba jeneza lake hadi soko ndogo la Stombili. Aidha, baada ya mazishi ya Anton Njogu yalisheheni siasa, huko aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye alizungumza kwa njia ya simu katika mazishi hayo akiwataka wazee wa eneo hilo kuungana ili kumaliza mzozo wa wizi wa mifugo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Chani. Ndivyo hali ilivyokuwa katika eneo la Kihinga, kaunti ndogo ya Njoro, baada ya vijana kutoa mwili wa Anton Njogu aliyeuliwa kwenye uvamizi wa wizi wa mifugo juma lililopita, wakiandamana nao hadi soko dogo la Stombili kushinikiza kutatuliwa kwa ongezeko la visa vya wizi wa mifugo. Zogo hili lililodumu kwa muda likiashiria wazi mwenda zake atapumzika akiwa amechoka kupindukia. Hali ilipotulia, mazishi yakiendelea huku yakisheheni siasa sihaba. Mambo yanayofanyika katika taifa la Kenya, msikubali ndugu zetu katikati yetu wasaliti wakuje wawadanganye. Chama ni DCP, kiongozi ni Rigathi Gachagua. Viongozi wakivikashifu vitengo vya usalama kwa kutowakamata wahalifu wa mauaji hayo, kisa hiki kikiwa cha 4 katika eneo hilo mwaka huu. Hawa watu wa Njoro wameishi na shida sana. Wameishi na shida kwa miaka mingi sana. Tabu mpaka mnalala na kuku na mbuzi kwa nyumba. Hili shida tunaomba serikali mtuondolee. Tunaomba serikali mtuondolee. Hapa lazima tukemee roho ya watu ambao wanatoa wengine nini? Aidha, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na ambaye alizungumza kwa njia ya simu kwenye mazishi hayo, amewataka wazee wa jamii ya Maasai, Kikuyu, Kalenjin na Kisii walio eneo hilo kuungana na kufanya kikao cha kujadili njia mwafaka za kumaliza uhasama uliopo unaotokana na wizi wa mifugo. Nataka kuomba Dr. Bai, MCAs wetu wako hapa na wale viongozi wengine, mtafute wazee wa jamii zote, wa Kalenjin, wa Maa, wa Kikuyu, wa Kisii, wale wote watu wanaishi hapo katika Njoro, mtafute vile tutaishi pamoja kama wa Kenya, kwa sababu hii Kenya ni yetu na kila mtu ako na nafasi na haki kikatiba na kisheria kuishi pahali popote katika Jamhuri ya Kenya. Mike Chalo, TV 47.